السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، وكان الله على كل شيء قديرا. ثم الصلاة والسلام القائل: أبغض الحلال إلى الله الطلاق، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، kwanza nayusia nafsi yangu almudhniba baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala, na kuzihusieni nafsi zenu kwa kushikamana na maamrisho ya Allah tabaraka wa taala, vile vile kukaa kando na yale yote ambayo aliyotuharamishia na kutukataza Allah tabaraka wa taala. Unwani ya khutba yetu ya leo ni mwendelezo wa khutba ambayo tuliyoianza bitawfiqi min Allah subhanahu wa ta'ala katika Jumaa iliyopita, na hatukuwafikiwa kuikamilisha. Leo insha Allah ta'ala sailina al-Maula tabaraka wa ta'ala, namuomba Allah tabaraka wa ta'ala atuwafikishie kuweza kuikamilisha khutba kama hii. Nayo ilikuwa ni khutba inayozungumzia kuhusu ukhatari, vile vile madhara ya watu kuachana. Alhamdulillah, kwa tawfiki ya Allah tabaraka wa taala, Jumaa iliyopita tulieleza ni ipi hukumu ya talaka katika Uislamu, na tukaona ni namna gani talaka inavyokuwa na hukumu kulingana na yule ambaye kwamba ni mwenye kuacha. Vile vile kwa tawfiki ya Allah tukaeleza anwa'u talaq bihukmihi, tukazieleza zile vigawanyo viwili vya talaka, talaqun sunniyun na talaqun bid'i, kwa urefu kwa namna alivyotuwafikia Allah tabaraka wa taala. Na vile vile tukaeleza shurutu wuqu'i talaqi, sharti hizi zipatikane ndiyo talaka ipite. Alhamdulillah, pia Mwenyezi Mungu akatuwezesha akatuwafikia kuweza kuzieleza. Vile vile tukaeleza katika Jumaa iliyopita, sawa, hulul almashakil zawjiyya qabla alinfisali, zile process ambazo kwamba tutakazozitumia kabla ya kufikia wakati wako peana talaka. Nini chafaa kifanyike ndio ikishindikana haya kutokea nini talaka. Alhamdulillah, tukaweza kuyaeleza kwa uwezo wa Allah tabaraka wa taala. Leo tukasema tutaanza hapa, kwa nini Allah tabaraka wa taala ajalie kwamba mwenye kuacha ni mwanamume wala si mwanamke. Kwa nini mwanamke hakupewa nafasi ya talaka? Yani kwamba yeye ndo amwambia, haya mume wangu nimekuacha, nenda. Ulama wanatuambia laqad ja'ala al-islamu at-talaqa fi yadi ar-rajuli. Sawa, Allah amejalia katika hikma ya Uislamu au katika hikma yake akajalia kwamba talaka iko katika mikono ya mwanamume. Kwa sababu gani? Li'annahu aqdaru min al-mar'ati ala dhabti al-umuri, kwa sababu huyu mwanamume Allah alivyomjalia ni mtu ambaye kwamba anaweza kuyadhibiti mambo zaidi kuliko mwanamke. Maumbile Mwenyezi Mungu tabaraka wa taala aliyomuumba nayo mwanamume sio sawa sawa na maumbile aliyomuumba nayo nani? Mwanamke. Na ujue kwamba wanawake ni madhaifu kwa sababu wao wenyewe wametokamana na nani? Na sisi. Mama yetu Hawa ndio mwanamke wa kwanza, na alitoka katika ubavu wa baba yetu nani?
Adam alayhi salatu wassalam. Na kama alivyotuambia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, hunna naqisatu aqlin wa dini, wao ni punguani wa akili na vile vile na dini. Yani ushahidi wao hauwezi kuwa ni ushahidi sawa sawa na mwanamume. Vile vile yale mambo ambayo kwamba anayofanya mwanamume katika mwezi mmoja bila kusimama, yeye hawezi. Mara shaingia katika siku zake hafai kuswali, shaingia katika siku zake hafai kuingia msikitini, shaingia katika siku zake hafai kusoma Qur'ani, wa ahlu majarra. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Tabaraka wa Taala amemjalia kwamba mwanamume ni mtu ambaye kwamba ni qawi, sawa? Ni mwanamume ni mtu ambaye kwamba anaweza kupambana na mambo ambayo kwamba mwanamke hawezi kupambana nayo. Ndiyo Allah Tabaraka wa Taala akaifanya kwamba talaka iko katika mikono ya mwanamume wala si mikono ya mwanamke. Na wallahi lau ingelikuwa talaka iko katika mikono ya wanawake, tungeliachwa kila siku. Ukimkosea kidogo tu, angalia baba, shika virago vako, hisabu ya kwanza hiyo. Kwa sababu gani? Mwanzo akisha kuingia katika zile siku zake tayari, kama vile atiba walivyotuthibitishia, ni kwamba hali yake hubadilika. Yule mwanamke ukamwona amekuwa mkali, ukamwona amekuwa mtu tofauti. Haya, tuende katika siku zake za mimba, wangelewacha wanaume wengi sana wallahi. Zile dhiki na stress ambazo kwamba mwanamke anazozipitia katika ule ujauzito wake, ingelikuwa akiudhiwa kidogo tu, kitu cha kwanza ingelikuwa anachokifanya ni kumpa talaka nani? Angelijua kabisa kwamba hizi shida zote napitia kwa sababu ya nani. Kwa hivyo fadhali sawa, wahlu majarra. Kwa hivyo hii ndio sababu ambapo kwamba ulama wanaotueleza Allah Tabaraka wa Taala akajalia kwamba talaka iko katika mikono ya mwanamume wala si katika mikono ya mwanamke. Sawa? Twende katika kifungu cha pili, min hikami talaqi. Ikiwa katika Jumaa iliyopita tulieleza ni namna gani ambapo kwamba Uislamu, kama alivyotuambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi tuliyotangulia leo pia kuisoma, abghadul halali inda Allahi at-talaq. Halali ni halali, lakini inayochukiza kwa Allah Tabaraka wa Taala ni talaka. Sasa ikiwa ni halali inayochukiza, kwa nini ifanywe ni halali? Sijui tunaelewana vizuri hapa. Ikiwa si jambo zuri talaka, kama ulama wanapotuambia asili ya talaka ni makruh, Allahumma ikitokea kuna haja, ni kama vile tulivyoeleza, asili yake ni jambo ambalo kwamba si zuri. Kwa hivyo ikiwa ni jambo ambalo kwamba si zuri, basi kwa nini sheria iliruhusu jambo kama hili na lilihalalishe? Sikiliza, tutaeleza hikma mbili peke yake ambazo kwamba kwa Jumaa ya leo kwa tawfiki ya Allah Tabaraka wa Taala. Min hikami talaqi, miongoni mwa hikma ya Mwenyezi Mungu Tabaraka wa Taala kuweka talaka, na japokuwa ni jambo ambalo kwamba si zuri. Jambo la kwanza, ulama wanatuambia baada muddati min adami al-istiqrar an-nafsi au al-atifi wa min al-aish fi ajwa'i al-mushkilat qad yuaddi at-talaq ila husul al-istiqrar lada az-zawjayn al-mutallaqayn ba'da an adimat imkaniyatu al-istimrar was-sulh baynahuma, wadhalika min khilali badi kulli minhuma hayatan jadida. Allahu akbar. Ulama wanatuambia kweli ni jambo ambalo kwamba si zuri, ni jambo ambalo kwamba halipendezi, ni jambo Allah Tabaraka wa Taala analolichukia, bali kuna baadhi za riwaya au yule ambaye kwamba atakayekuwa ni sababu ya kugonganisha watu wawili mpaka waachane ni sawa sawa na yule ambaye kwamba amekwenda kuvunja al-Kaaba ya Allah Tabaraka wa Taala. Mwenye kuvunja ndoa ya watu ni kama amevunja nini? Bali katika baadhi za riwaya kitolewa talaka arshi Allah Tabaraka wa Taala, kwa sababu utatemeka kwa sababu ya uovu au hatari ya jambo kama lile. Lakini juu ya yote hayo, kama Jumaa ilivyotangulia tukaeleza, inalingana na hali ya mtu ambaye kwamba uko nayo. Kwa hivyo ulama wanatuambia hikima ya kwanza talaka kuwekwa katika Uislamu ni baada ya muda mrefu ambao kwamba uliwapitia hawa wenza wawili, mume na mke, katika hali ambayo kwamba ni ya dhiki, hali ambayo kwamba haina furaha katika maisha yao,
hali ambayo kwamba imeshindikana kabisa kusuluhishwa baina hawa watu wawili. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Tabaraka wa Taala akaika talaka kwa hawa watu wawili, angalau na wao waende wakaanze maisha mapya baada ya purukushani nyingi na mabalaa mingi ambayo kwamba walioyapitia pamoja katika maisha ya ndoa. Sasa nikana kwamba pingu zimefunguliwa, nendeni mkaishi huru na kila mmoja ajichagulie ile maisha yake anayotaka. Sijui tumeelewana? Na ni kweli, naam. Na ni kweli kabisa. Mara nyingine ukiangalia hivi, hata wewe baba mzazi, wajua kuna ambaye kwamba anaitaka binti yake aolewe leo kisha kesho arudishwe wapi? Wallahi, lakini inafikia wakati au naifikia hali mzazi anasema kulingana na mambo yalivyo, wallahi niko radhi binti yangu afanye nini? Arudi nyumbani. Kulingana na hapa, ikienda zaidi itakuwa mbaya zaidi. Kwa hivyo ili kuziwilia hiyo mbaya zaidi, afadhali afanye nini? Arudi nyumbani, na mimi niko radhi, wala sina chuki yoyote, na binti yangu nitamwangalia kama kawaida. Haifikii hali kama hiyo? Yafikia. Kwa sababu gani? Kwa sababu imeonekana kabisa hawa wawili ni kama damu zao hazikufanya nini? Hazikuchukuana. Au anasema nyota zao hazikufanya nini? Hazikuendana. Unaona sasa, ili kila mmoja aishi maisha ya uhuru na aishi maisha ya amani, kila mmoja afanye nini? Akae mbali, ndio kupatikane ile amani ambayo kwamba mtu anafanya nini? Anaitaka. Yeye anasema amani ya nini? Amani ya moyo. Wewe hujawahi kuona baadhi ya mabanati akiachwa leo akiambiwa nimekuacha anaenda kusujudu sijata shukri? Hatujawahi kuona? Na wale wako nje wanatamani waingie katika nini? Anaambia wewe uyajue. Onyosa ile anakuambia adhabu ya kaburi anajua nani? Ajue maiti. Anaambia pana mume alhamdulillah na maisha yake ule na mambo yake, anaambia wewe hujui yale ambayo kwamba alikuwa nikiyapitia. Afadhali nirudi nyumbani nile sima sawa na chumvi kuliko kuishi maisha yale ambayo kwamba ni ya udhalilifu. Maisha unaishi kama mtumwa ndani ya nyumba ya nani? Ndani ya nyumba ya mume. Tumefahamiana ndugu zangu. Kwa hivyo tumeona kwamba talaka mara nyingine kumbe ndio huwa ni suluhisho pekee baada ya masuluhisho yote kufanya nini? Kushindikana. Wasema hawa wawili afadhali wakae mbali, waendelee wakaishi maisha mazuri. Hikma ya pili ya kuzukia talaka, ulama wanatuambia innaha ba'd al-khilafati baina al-azwaji mimma lam yatamakkanu min hallihi illa bihadhihi at-tariqa. Ni kwamba ya kwanza walipitia changamoto nyingi, wakiachana kila mmoja ataishi maisha mazuri. Ya pili ni kwamba kuna matatizo ambayo kwamba hayawezi kutatuka isipokuwa kwa talaka. Sisi tumeelewana? Sasa wewe mathalan kama mwanamume namwambia mke wako, bwana mke wangu usitoke, sheria ya Kiislamu hairuhusu mwanamke kutoka isipokuwa ni kwa idhini nani? Ya mume. Lakini kuna ule msemo anasema ruhusa yake iko katika buibui lake. Yaani akishakuvaa buibui yeye ndio ashajipa nini? Ashajipa ruhusa, anakwenda pale anapotaka. Mke wangu usiende kwa watu fulani. Hapana, usinipangie. Wale ni watu wangu, wale watu tutajuana nao. Ni kweli, lakini kwa sababu kadha. Yeye bado yuko pale. Mke wangu usifanye biashara na mtu fulani. Yani kila unalolisema wewe kila siku yani imekuwa ni kama Ahlul Badr radhiyallahu anhu. Wasoma yani kuna kile kitabu cha Ahlul Badr tunachokiita. Kina majina mengi. Wasoma watu wasema radhiyallahu anhu mpaka mwenyewe wachoka. Yani wewe kila siku wasema na hakuna nini? Hakuna natija yote. Kila ukimkataza tena si mambo ya kawaida, bali ni mambo ambayo kwamba ni ya nini? Ni ya makosa katika sheria. Unaona hapana. Sasa huyu tukiendelea na yeye naweza nikamfanya kitu ambacho kwamba ulimwengu wote ukashangaa. Sasa haina haja ifikie hapo, kwa sababu hili ni jambo ambalo kwamba limeshindikana kutatulika. Sawa? Afadhali tufanye nini? Tutengane, kila mmoja angalie maisha yake. Ndugu zangu Waislamu na wazazi haswatan, si aibu kwa msichana kuachwa, kwa sababu itakuwa haanzi kuachwa yeye. Sawa? Wala si aibu kwa kijana wako kuacha, itakuwa haanzi kufanya nini? Kuacha yeye. Ikifikia namna ambayo kwamba hakuna tena istiqra, utulivu katika ndoa wa jasadia au atifi au nafsia au jasadia, hakuna tena, basi ni afadhali hawa watu wawili waachane. Fa imsakun, hata tukiozeshwa tuomba nini? Fa imsakun bima'rufin
sawa, mkae vizuri, au tasrihun biihsani, au muachane vizuri. Pale mkianza siku ya kwanza yajulikana kwamba inaweza ikafikia hali ikashindikana kukaa, lakini kuachana kwenyewe nao kama vile mnavyoana kwa kucheka, kwa kufurahia, na si kwa kuachana pia yale mapungufu yake, sawa. Wala tansaul fadla bainakum, hata kama kuna mabaya aliyokufanyia na mazuri pia kumbuka yale mazuri, mwambie bana mamake fulani. Bali angalia, subhanallah, dini shekha ina utamu, dini ina raha, dini imekamilika. Kuna kitu ambacho kwamba katika sheria wanachokiita mut'atu talaq. Kinaitwa vipi? Mut'atu talaq. Mut'atu talaq ni nini? Ulama wanasema baada ya kwamba umekaa na mke wako kwa miaka mliokaa, leo imetokea cha kutokea na Allah amejalia kwamba mfuko wako ni mzuri. Mke wangu mashallah, wewe nakuona ulikuwa na interest sana ya kufungua hoteli, una interest sana ya kufungua saluni, mimi inshallah nakulipia duka, sawa, mwaka mzima, nakunulia mali, nakunulia kila kitu, leseni, kila kitu. Sasa yalla tawakkal kwa Allah kwa ile ihsan na fadhila ambayo kwamba ulinifanyia na kuwafanyia watoto wangu, na mimi shukrani yangu baada ya kuachana na kufanya hiki. Kwa nini? Ili kusudi isiwe hili ni talaka ndio sababu ya hawa watu kuwa ni baina ya mashriq na nini na maghrib, wakatokea mut'atu talaq. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, hizi ndio hikma mbili ambazo kwamba kwa leo tumeweza kuwafikiria kuzieleza ni kwa nini Mwenyezi Mungu Tabaraka wa Taala akatuhalalishia talaka, juu ya kwamba talaka kama vile ambavyo kwamba tulieleza. Ndugu zangu Waislamu, tueleze min asbabi talaq au min asbabi kathrati talaq. Kwa nini talaka zinakithiri na kwa nini watu wanaachana ovyo ovyo, kinyume kabisa ambavyo kwamba tunavyoliona kwamba hili jambo ni zito na lina hatari, lakini bado kila tukilala tukiamka, wanasema wenye utafiti takriban kwa siku unaweza kupitia kama talaka takriban karibu 200 kwa kila siku ulimwengu alamia, tuseme naweza labda na zaidi, kila siku tunacha kila siku. Hebu niambia kwa mwaka itafika talaka ngapi zimetoka? Kwa miaka 10 hawa wanawake waenda wapi na hawaolewi tena? Tumeelewa na ndugu zangu. Kwa hivyo ulama wakatueleza baadhi za sababu ni nyingi sana, na kila mmoja ataeleza sababu kulingamana na mji wao na hali yao. Sipokuwa tuko na baadhi za hali fulani ufanya nini, hufanana katika nchi zote, miji yote na kabila zote. Sababu ya kwanza ulama wanatuambia ni adamu tawafuqi fil ikhtiyari. nayo ni nini? wa fuqdani alkafaati ad-diniyati baina az-zawjayn mimma yuaddi ila khilafin bainahuma idh inna al-islam amarana bi ikhtiyari dhawi al-akhlaqi wad-din fahuma al-aslu fi bina'i usus al-hayati az-zawjiyya. Sawa ndugu zangu Waislamu, kosa au sababu mojawapo ya talaka kukithiri ni kwa sababu wewe ulipooa hukuangalia kile ambacho kwamba alichotuambia tukiangalia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi alieleza sababu ngapi? 4. Mwana binadamu yoyote, sizungumzi Muislamu, binadamu yoyote humuoa mwanamke kwa moja katika sababu hizi 4, wala hakuna sababu zingine. Sababu ya kwanza lijamaliha. Kwa nini utakumoa? Masha Allah, tafiri amejiumba wala hakuumbwa, yani uzuri. Walinasabiha, kwa nini utakakumoa? Metokea kabila fulani ule bwana. Walihasabiha, kwa nini utakakumoa? Waja mimi bwana ni mtu ambaye kwa madani yangu, damu yangu inachemka kwa kisiasa, na huyu bwana yuko katika upande wa kisiasa ama watu wao. Kwa hivyo walihasabiha, ile nafasi ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Tabaraka Taala anafanya nini? Aliumpa. Sawa, walimaliha au walidiniha, na kwa sababu ya nini? Ya dini yake. Kwa nini utakomoa? Ana uzuri, ni watu ambao kwamba hata, lakini mashaallah maana mimi nimependa ile dini yake. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hizi sababu zote 4, ukipata mwanamke ambaye kwamba ana zote hizi 4, ya laha min neema kubwa sana, ni bora zaidi ukimpata huyo. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mwanamke asiwe na zote hizi 3, lakini awe na nini? Na moja. Fadhfar bidhati dini taribat yadaka, tafuta mwenye dini na mikono yako itasalimika. Yani utapata umakini wa maisha yako. Awe hana chochote, hana uzuri, hana kabila, hana cheo chochote, hana lolote, lakini ana nini?
ana dini. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, sababu kubwa ambayo kwamba inayosababisha talaka kupatikana ni pale tutakapokwenda kuoa wanawake ambao kwamba hawajakaa kisawasawa kidini. Ukimleta ndani ya nyumba, mwambie nenda kaswali, ombe wewe ulinioa nije nikutekeleze mambo yako, ama utakuwa kila mara kuamrishana kuswali na ila mimi siwezi. Mke wangu usikae na hawa wanaume ni ajnabia. Sasa mimi niko jela hapa, ama kumbe si jela. Ni mambo ya nini? Ya kidini. Lakini kwa sababu yeye yuko mbali na dini, hazitoendana, hamwezi kuendana. Ndugu zangu Waislamu, kuna kitu katika Uislamu kinaitwa al-kafaa, kufu. Mara nyingi ukizungumza hichi kitu, wanaona baadhi ya watu wanaonekana kwamba Uislamu labda umeleta ubaguzi. Kafaa ni nini? Kuna kafaa ya kikabila na kuna kafaa ya kihali. Kwa mfano, nitoe mfano. Mathalan kama mimi ni mwalimu wa madarasa. Tumeelewana, si ndio? Labda nimeinukia kiustadhi, kidini, kusoma Qur'ani. Basi yani labda sijui mambo mengi zaidi haya yanahusiana na nini? Na dini. Haya, niende sasa nikawewe mwanamke ambaye kwamba yofanya kazi labda upande wa bank ama upande wa ofisi nyingine za kiserikali. Mara gari likuja anayepeleka ni mwanaume, aliteremsha nani? Ni mke wangu. Mara ananiambia kuna semina ya siku 3. Hebu niambie, kweli tutatoboa mimi na huyu mwanamke? Kikweli ndugu zangu sana, tutatoboa mimi na huyu mwanamke? Hatuwezi toboa. Kwa sababu mimi nikikaa hivi nafikiria kwamba hawa Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hawatokaa mwanamume na mwanamke faragha isipokuwa watatu wao itakuwa nani? Shetani. Sasa ametoka hapa mpaka Nairobi, yeye na mwanamume to ndani ya gari. Lakini yule ambaye kwamba na yeye ni kama yeye, ataliona ajabu jambo hili. Kwa sababu hata yeye pia inawezekana huyo mwingine na yeye amekaa kando na dereva wake ni mwanamke, na anaona si chochote si lolote. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, katika kuoa ni lazima uangalie kitu ambacho kwamba kinaitwa al-kafaa. Je, mimi na huyu mtu zitaendana? Sawa? Je, zitachukuana ama itakuwa mimi na yeye ni machari? Wewe naye ukamshamba kweli wewe naye ukamjinga kweli wewe mume. Sasa hili ni jambo gani hili kwani? Naona wewe kwako ni geni, ni jambo kubwa, ni jambo ambalo kwamba naona imepita mipaka ya Mwenyezi Mungu Tabaraka wa Taala, lakini kwake yeye anaona ni kitu cha kawaida kuwasalimia wanaume, kuwapete mkono. Wewe hukuzoea, wewe kwako ni kitu cha ajabu. Sawa? Hamukufundishwa wanaume sijui makazi kuja ndani ya nyumba ya mke wako, amekuja tu kuwasalimia, kusalimia madada yao kazini yao, ambapo kwamba wewe hukuleleka na desturi kama hizo na tabia kama hizo katika nyumbani. Kwa hivyo ndugu zangu sasa, pale unapochagua angalia huyu mtu mimi na yeye zitaendana. Ukiona haziendani kuanzia mwanzo, wewe atafuta yule ambaye kwamba unajua kwamba huyu mimi na yeye vile alivyo yeye ndio nilivyo mimi. Vile ninavyofikiria nipate mwanamke kama huyu ndiye huyu nimtaka, basi sasa fanya nini? Oa nini? Na hasatan angalia katika upande wa nini? Upande wa kidini. Sawa? Kwa hivyo ndio hiyo kafaa, angalia upande wa kidini, hata pia upande wa hata ule mke mwenyewe pia ambaye kwamba alisoma upande wa secular, labda akona masters, labda Mungu amemjalia amefika akona PhD, wewe hata class 1 hukuenda. Mazungumzo yako na yake hayaendani. Yeye akisema hili, wewe wasema lile. Yaani hata huelewi kama yazungumza kuhusu nini. Unaelewa? Na mtasumbuana tu katika maisha. Yaani ule mwanamke ataona kwamba mimi siwezi fika pale ninapotaka nikifuatana na hili jamaa hili. Huyu vile ilivyo huyo, hapana, siwezi fika mbali. Kwa hivyo atakufanya kwa namna yoyote. Na wewe pia mara nyingine utaoa mwanamke nayo itakuwa hivyo. Utasema mimi siwezi fika pale ninapotaka. Ikiwa nitaendelea na nani? Na huyu mwanamke. Afadhali nitafuta yule ambaye kwamba nitakayeendana na yeye. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, jambo la kwanza au kosa la kwanza mara nyingine linatusababishia talaka zikakithiri, sawa, ni kukosa kuchagua wale watu ambao kwamba waliokaa kidini, tukawaangalia kisha ndio kufanya nini? Vile vile ikhtilafu albia. Ndugu zangu Waislamu, kuna wakati nakumbuka hili nilizungumza, kuna baadhi wengine hata ni mawasadi wakashangaa sana, ustadhi mambo gani haya? Kamwambia ndivyo hali ilivyo. Ikhtilafu albia ndugu zangu ni vipi? اختلاف الزوجين في البلد أو البيئة أو المعيشة قد يؤدي أحيانا لكن إلى عدم صبر أحدهما على طباع وتصرفات الآخر. Ndio pale utaambiwa oa kwenu, oa mkwenu,
au mtu ambaye kwamba mnajua mnaendana kile kitabia. Mara nyingine ndugu zangu Waislamu, mimi mtu wa pwani nije nioe mtu wa bara, zile mila na desturi walizonazo na kule kwetu zile mila na desturi ni tofauti. Mara nyingine hupelekea yule mke akashindwa, yani kila analoliona yeye analiona kwamba hili jambo hapana, mimi siwezi fanya. Mimi nakumbuka kuna jamaa mmoja kule nyumbani, jirani, meoa mke si katika watu wa pale nyumbani, meoa mtu kabila nyingine, naja kutaja kabila yenyewe. Sasa ikatokea amekuja pale nyumbani, kawa yuaishi na mawifi zake, sawa, yuaishi na mashemeji zake, lakini kwa bahati mbaya sasa vile vyakula vinavyopikwa pale yeye hawezi kuzila, sawa, na kwa bahati mbaya zaidi zile anazozipika yeye watu hawezi kuuzila. Hebu niambia, ataweza kuishi hapo kweli? Zile anazozipika watu hawezi kula, kwa sababu wanaona ni vyakula ambavyo kwamba haviendani na wao, na vile ambavyo kwamba anavyopika yeye watu hawezi kula pale ndani ya nyumba, kwa sababu hawakuzoea, hawakunukia na vyakula kama hivyo. Sasa niambie, wallahi haikuwezekana kukaa, ilibidi yule mwanamume afanye bidii kwa namna yote, kwa hali yote, atafute nyumba, afanya nini, amkodishie kando yule mke, kwa sababu mvurugano. Hiyo ni moja. Nyingine pia inawezekana hata katika mavazi pia. Kuna mavazi fulani ukivaa, angalia unaye umwake na pesa zote hizo, kisha viguu gani naye kama karagosi, sawa, kama kikatuni, na kumbe kwao zile nguo alizovaa ni nguo za thamani, ni nguo za maana, nguo za heshima sana, lakini ukija kwa wengine unaonekana kama kikatuni fulani. Yani tumeelewana sasa? Sasa ule unyonge ambao kwamba anausikia na ile dharau ambayo kwamba anaiona yeye, anaona ni dharau, lakini wale wao wanaona inakuwaje, kila mara unavuta, mbona umevaa hivi, vua nenda kavaini, mbona usifanye bwana. Sasa anaona kila kitu kwa kieni, ni kama amekuja tena katika ulimwengu mwingine, itamsukuma kitu, itamsukuma mpaka mwisho asema hapana, mume wangu wewe fadhali utafute mtu ambaye kwamba mtakaendana na mambo yenu sawa sawa, mimi wacha tu mimi nikatafute mwingine na mimi kule nitakaendana na yeye. Tumefahamiana ndugu zangu? Ikhtilafu albia, watu kuoa mbali na kwenu, kwa mtu ambaye kwamba hata inawezekana kweli umeoa mbali na kwenu, lakini msana mwenyewe ulimuoa ameinukia hapo kwenu, yani hiyo mji wenu au kaunti yenu, iwajue zile tamaduni zenu, desturi zenu na mambo yenu mengine yajua. Kwa hivyo mnaweza kuchukuliana na mnaweza mkafanya nini, mkasonga mbele. Kwa hivyo hii ni baadhi ya sababu ambapo kwamba ulama wanayoeleza inaweza ikasababisha kukafanya nini, kukatoka talaka, kwa sababu tabia zenu na tamaduni zenu ni vitu viwili ambavyo kwamba vimetofautiana. Sababu nyingine ulama wanatuambia ni suu dhanni, kuwa na dhana mbaya, sawa, ahadihima bil akhar, mmoja akawa na dhana nyingine mbaya na mwingine. Subhanallah, nishaeleza nadhani kuna wakati namsikia shekhe yueleza, hata alikuwa siku ya Ijumaa kama hivi, yosema nimeletwa kesi katika ofisi yangu, mke ndo amekuja, nasema hapa tulipofika shekhe, wewe fanya namna yoyote, mimi na huyu mume tufanya nini, tuachane. Kwa nini? Asema wallahi nikitoka nikienda pale dukani, nikirudi ni lazima nivongoe ndani mwanzo niangalie kwamba niko sawa, sikufanya kitu huko ama nimefanya kitu. Hebu niambie ni maisha gani sasa? Sisi tumeelewana. Sasa mke anamwambia tutaishi vipi mimi na huyu mtu ikiwa yeye hafanya nini, haniamini? Na kwa nini? Na niwaambie kitu kimoja ndugu zangu, kuna kaida mzuri sana ambayo kwamba ulama walituwekea, mzuri sana katika maisha yetu. Wanatuambia hivi, idha saa fi'lul mar'i sa'at dhununuhu, siku zote au mara nyingi mtu vitendo vyake vikiwa ni vibaya ndio humpelekea dhana yake nayo pia ikiwa ni mbaya. Wewe ikiwa hauna ile mambo, sawa, wewe ni mtu ambaye kwamba hujapambana na mambo kama haya, kwa nini umfikirie mwandani wako una mambo kama haya? Kule kila mara kufikiria kwamba ameenda amefanya, na wewe na ni wewe bila shaka kwamba hayo mambo unayafanya, sasa unaogopa na mimi nisije nikafanya nini, nikafanyiwa kama ninavyowafanyia wengine kule nje. Idha saa fi'lul mar'i sa'at dhununuhu, mtu vitendo vyake mara nyingi viko ni vibaya na dhana yake. Allahumma isipokuwa umeona mambo ambayo kwamba yako hayaeleweki hapa ni, lakini hakuna kitu chochote ulichokiona wewe tu, kila mara ukifikiria hivi unaona kama unasalitiwa, kila mara ukifikiria hivi unaona kama mke wako ana wanaume, kila mara ukifikiria hivi unaona kama sijui umefanywa hivi kila mara. Kwa nini ufikirie hayo yote mwanzo?
Kama ni vitu ambavyo kwamba haviko katika akili yako, kwa nini ufikirie vitu vibaya kama hivyo? Ni kumaanisha kwamba hata wewe pia vitendo vyako vina matatizo, ndio maana ukaweza kuwa na dhana mbaya kama ile. Kwa hivyo suudhani tukiwa nayo, ndugu zangu Waislamu, maisha ya ndoa hayawezi kufanya nini? Hayawezi kufika mbali. Ni lazima tusafishie nia. Maadamu tumeamua kuoana, maadamu tumeamua kuwa mwili mmoja kama wenyewe wanavyotuambia, basi na mengine yote wewe kaa tu vizuri, na utaona Mwenyezi Mungu Tabaraka Taala atakubainishia bila kuwa na dhana mbaya. Vile vile ndugu zangu Waislamu, miongoni mwa sababu ulama wanatuambia al-uqmu, utasa, yahabu liman yashau inatha wa yahabu liman yashau dhukura au yuzawiju dhukurana wa inatha wa yaj'alu man yashau aqima. Kuna wengine Mwenyezi Mungu Tabaraka Taala amewajalia kwamba hawazai, na kwa bahati mbaya na mimi kama bwana labda au kama mume nina hamu na watoto, na tukafanya vipimo vya kufanya, nikaona kwamba mimi niko sawa, mke ndio ana matatizo na mimi nina hamu na watoto, tutaendelea kukaa pamoja kweli? Haitawezekana. Au mke labda amepima kaonekana iko sawa, na mara nyingi kwa bahati mbaya sana hapa, mara nyingi wanaokosa subra ni wanaume, mara nyingi sana. Kisha kuona kwamba huyu hapana. Mimi rafiki yangu mmoja ananiambia kuna kazini yake moja ilikaa na mke wake miaka 10 pale Mombasa bila kubahatika na mtoto. Mume mfanya subra tu. Asema baada ya miaka 10 ndio Mwenyezi Mungu Tabaraka Taala afanya nini? Amruzuku mtoto. Lakini sisi tukikaa baada ya siku 10 tu, mbona sio ni chochote, mbona sio ni kutapika, kuna nini? Wala tukijaza choo tu maneno mabaya yataanza sasa. Wala tunokijaza choo hapana, mimi siwezi mambo hayo. Mimi siwezi kulisha tu watu. Mimi nataka matunda bwana. Yule mmoja anasema mali Abu Hamza la yatina ghadbana alla narida albanina wallahi nahnu kal ardi numbitu ma qad gharasu fina. Mke alimwandikia mashairi mume wake. Mume alikuwa amemuoa mke wake, kiona mke wake katika ndoa, kwa bahati mbaya mke kashiki ujauzito, kisha mume akabura akamkimbia, kisha kaiwa kaa nyumba ya jirani. Akasema naona ajabu sana ya huyu mwanamume. Sawa, ana hasira haji hapa kwa sababu mimi sifanya nini? Safurullah, ilikuwa hazai watoto wa kiume. Hiyo za kila kizazi wa watoto wa kike, kama yule mwanamke ni Mungu aliyojipangia yeye. Yahabu liman yashau ni hiba. Hii ni zawadi kutoka kwa Allah Tabaraka Taala, na Mwenyezi Mungu humpatia naye nani? Anayemtaka zawadi yake. Yahabu liman yashau inatha, Mwenyezi Mungu humpa anayemtaka mtoto. Basi akaenda. Sema bwana, kama raini hii mimba umeshika huko za mtoto wa kiume, utajua wewe mwenyewe na watoto wako wa kike. Akamkimbia, akamwandikia mashairi. Akamwambia kwa nini? Wakaja jirani hapo na hasira kwa mimi sizai mtoto wa nini? Wa kike. Sema wallahi nahnu kal ardi nunbitu ma qad gharasu. Sisi wanawake ni kama vile ardhi, kile utakachokipanda ndio utakachofanya nini? Wewe si ndio unajua kutia yale maji, si ndio? Kwa nini usitie maji ya kiume utie maji ya kike? Njoo tie maji ya kiume tutoe kiume. Lakini wewe unajua kutia maji ya kike cha atakayetokea akajiona mjinga sana. Ni kwa sababu ya mume kufanya nini? Kurudi. Kwa mara nyingine mwanamke kutozaa, kutobahatikiwa kupata watoto, sisi wanaume tunaonekana kwamba huyu mwanamke amefanya nini? Kusudi. Na kumbe ni makadirio Allah Tabaraka wa Taala. Vile vile tadakhur al-usari, ndugu zangu Waislamu, familia kuingilia ndoa ya watu wawili. Shekhe, hawa wameoana, waacheni na maisha yao. Kama wewe ungeliingililiwa, hata ndoa yako pia nayo ingefanya nini? Haingelienda mbali. Wewe nawe jifala, wewe nawe kila mara mbebana na mifuko tu, umeenda sokoni. Wewe mwanamume mzima unaenda sokoni, kwa nini asiende mwanamke? Wewe nawe jijinga, kila mara familia ya mke shakuja hapo tu, wewe nawe. Mwanamume ilikuwa hana hizo fikra wala hana yale mawazo, inakwenda inamsukuma na kwa hiyo mimi ni jijinga, nitajipanga lini mimi? Sasa anaanza kuuziwa fikra masikini ya Mungu la kwa na yeye ndio sasa ndio kwa dijinga kweli, kwa sababu maisha yake yamuendea vizuri, hakuna mukhalafati wowote, hakuna jambo lolote la haramu linalofanyika, ni mambo ya kawaida tu. Sawa, ni mambo kwamba walikuwa wanaweza kukaa wakazungumza, lakini mume sasa anaanza kubadilika. Hapana, sitaki kumwona babako hapa. Babangu alinizaa asije hapa, aje wapi sasa? Na kwa binti, hapana, mimi si Red Cross. Kila mara tu familia yako kuja hapa kuilisha tu mimi kama Red Cross. Hapana, mimi si Red Cross. Anaanza kubadilika pole mwanamume, na kwenda mwisho na mama mke, hapana, mimi na wewe hapa tutawezana, wewe tufahamiana. Kwa sababu gani?
Kwa sababu familia kuingilia maanti, sijui mashangazi, manani, sawa, ukaingilia. Na sisi tuweni makini ndugu zangu Waislamu. Wewe utaambiwa maneno, sawa, utaambiwa kwamba wewe ni mjinga, kumbe ndio wa mjinga, kwa sababu wauziwa nini? Wauziwa fikra, si jambo bali kwamba lilikuwa katika akili yako. Mpaka watu wanashangaa, huyu hakuwa na hizi tabia, mbona amebadilika? Kumbe amebadilishwa na watu wake na familia zake. Kwa hivyo tuchungeni sisi sana kama family, wajomba nani, waache watu na maisha yao. Madamu ni mambo yanayofanyika hayaendi kinyume na sheria ya Mwenyezi Mungu, ni mambo kwamba yanaweza kuzungumzwa. Tadakhulu asdiqai sui, pia mara nyingine inasababisha ndoa kuvunjika, kuingilia marafiki na ndoa yako wapi na wapi, Sheikh. Subhanallah. Haya ni maisha yako, badala uyapeleke vile wewe unataka, wewe unakuwa unapelekeshwa na vile watu wanavyotaka. Sawa, watu ndio wanakupangia. Wewe si mjinga bwana. Ataomba ruhusa. Mke wangu bwana mimi naenda mahali. Sasa wewe umeoa ama umeolewa? Subhanallah. Haya ni maisha yako. Sawa? Haya ni maisha yako wewe na mke wako. Badala uangalie ni nini ambalo kwamba kitakachomfurahisha mke wangu, wewe unaangalia ni kipi kitakachowafurahisha nani? Marafiki zangu. Subhanallah, sijaona mwana mjinga kama wewe. Yaani kutoka mpaka ombe ruhusa. Siji kitu fulani, hapana. Usikubali. Ingilio na marafiki kisha mwisho ndoa nayo inafanya nini? Asihiru pia vile uchawi mara nyingine sababisha, kama Mwenyezi Mungu Tabaraka wa Taala anavyotuambia katika suratul Baqara, wattaba'u ma tatlu shayatun ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman, sawa, lakini shayatin kafaru yuallimuna an-nasa si'ra wa ma hum bidarrin bi ahadin illa bi idhnillah wa ta'allamuna ma yufarriquna bihi min al-mar'i wa zawji. Mara nyingine unaweza ukalala. Nakumbuka siku nyingine nimeenda kwenye nyumba fulani kule Mombasa, tunapasadi njoo nisomee nini, anaambia mimi nimeolewa, ni mke wa kwanza. Kuna mke mdogo ameolewa juzi si kitambo sana. Basi mume wangu kila akiingia hapa nyumbani anaambia mbona nasikia harufu ya mavi ya kuku. Nyumba safi, nyumba iko sawa kabisa, hakuna kuku wala hakuna kuku majirani. Ndani ya nyumba hakuna kuku wala majirani hakuna kuku. Mume ananiambia kile nikiingia mbona nasikia harufu ya mavi ya kuku. Hii utajuaje ni nini sasa? Si uchawi tu. Hii ni sihiri tu mtu amefanyiwa kwamba akiingia pale akuchukie, aone dhiki katika ile nyumba. Kwa hivyo mara nyingine ndugu zangu Waislamu, utaona watu wameachana na utawalaumu, kumbe maskini sikutaka kwao. Sawa? Kuna vitu vimefanyika nyuma ya pazia kama wenyewe wanavyosema, wakaachana. Hata yeye mwenyewe ukimuuliza anaambia anashangaa, mimi sijui kwa nini nimemwacha, hata sijielewi mimi kuwaje mimi nikafanya nini kamwacha. Lakini na wewe pia mwenyewe ukikaa kisawa sawa, swala zako 5, udhu wako, dua zako, rongo, uchawi utagonga. Mwisho watu waanza kuita yule jamaa anaona kama ni devil. Kwa nini? Ashakujaribu sana kukufanyia mambo hayakufanya nini? Hayakukupata, na hakuoni na mambo ya kishirikina, na kuona mwenyewe umevaa smart nini, anajua madevil ni wao, ni watu wanavaa smart. Kwa hivyo wanapata, ndio bado unazunguka mtaani unasikia mtu fulani anaharibiwa sifa, anaharibiwa jina lake, na wewe ukachangia. Na ni kweli bwana, maana maisha yake mashallah ameenda vizuri, yava vizuri, wala halalamiki mtu, kumbe ni kule kushikana na nani? Na Mola wake. Ndio tunafanya nini ndugu zangu Waislamu, katika madhara ambayo kwamba ni madhara ni mingi yanayopatikana kwa sababu ya watu kuachana. Sawa? Tashattutu shamli al-usrati wa tafarruqu al-awlad baina al-abi wal-ummi qad yaljuna lilqada'i lihalli hadhihi al-mashakil. Ndugu zangu Waislamu, katika madhara makubwa yanayopatikana baada ya wazazi wawili kuachana ni hawa watoto kudhalilika. Maskini ya Mungu, hawajui waende wapi wala warudi wapi. Kama tunavyojua sote, tunavyokubaliana kama wazazi, tunajua kwamba watoto ili waishi na raha na furaha ni lazima kuwe na baba na nani? Na mama. Ule anapati yake na huyu mwingine naye anapati. Baba atakwenda kutafuta, mama naye atafanya nini? Atatuliza hapa ndani ya nyumba, atapelekesha vile mambo ambayo kwamba yanavyotakikana. Bali inapelekea kwa sababu ya hao watoto ukakuta watu kama vile tunavyoona, unakuta watu wanaenda kotini wakipanda wakishuka kwa sababu ya nani? Ya watoto. Huyu anawataka, huyu anawataka. Huyu anasema mimi ndio nina haki, na huyu anasema mimi nina haki. Ikawa panda shuka kila mara za kotini. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya talaka na kuwadhalilisha, na watoto kujisi wanyonge, hawana raha, hawana furaha katika maisha yao, kwa sababu mmoja katika mzazi wao amefanya nini? Ima kama atakwenda kwa mama amekosa nani? Baba. Ikiwa atakwenda kwa baba amekosa nani? Amekosa mama. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, tujaribuni sana kujikaza mpaka ifikie hadi kama vile anavyosema umefikishwa kwenye ukuta, haina budi, basi unaona kwamba suluhisho ni talaka, ni sawa. Lakini tusiwe wapesi.
Mtu anaacha mpaka kisha baadaye anasema nilimwachaje yule? Ilikuwaje nikamwacha? Kwa sababu kupenda kusema shakuacha, nishakupa talaka, nishakupa talaka. Tumefahamiana ndugu zangu Waislamu? Na katika mambo ambayo kwamba yanayopatikana au madhara yanayopatikana katika watu kuachana, haswatan watu wakiwa ni familia moja, watu wanaona ni jambo zuri. Kweli ni jambo zuri watu kuoana pamoja. Kuna baadhi za makabila wanapenda sana mtoto wa ammi amoe mtoto wa shangazi, mtoto wa shangazi amoe mtoto wa ammi, mtoto wa khalati amoe mtoto wa mjomba, mtoto wa mjomba amoe mtoto wa khalati, wapenda sana. Lakini wallahi madhara yake yakitokea talaka yanakuwa ni makubwa hata kuliko kwa mtu familia kando. Inakuwa ni sababu ya familia mbili kufanya nini? Kukatana. Mimi na usiwahi kukanyaga kwangu, na yule anakuambia watoto wako wasiwahi kukanyaga kwangu, ndio kusha hizi familia zikashafanya nini? Zishakatana kwa sababu huyo anaangalia kwa nini mtoto wako amwache? Sasa mimi nina milikia ya kumwamrisha mtoto wangu wa kiume amwache ama hapana? Ni wao wenyewe umeona umechokana wenyewe kwa sababu zao zilizowapelekea. Kwa hivyo mara nyingine talaka inakuwa ni sababu ya familia mbili zile za mume na mke, hasatan wakiwa ni familia moja, wakawa ni mashariki na magharibi. Hakuna tena kuelewana, ni moto kwenda ya mbele mpaka siku kwamba watakapokutana na nani? Na Mola wao. Ndugu zangu Waislamu, miongoni mwa madhara ambayo kwamba yanayopatikana katika talaka, min mafasidi talaqi inhirafu al-atfal alladhina yahrabuna min al-mashakil allati najadat an at-talaqi ila al-mukhaddirat wal-inhirafat al-akhlaqiyya. Wallahi na ni kweli, naam. Mara nyingine mtoto kwa stress, dhiki anazoziona, shida anazozipitia, changamoto anazozipitia, labda baba ndiye alikuwa ana nafasi kubwa katika maisha yake. Baba leo ameondoka, mama hali yao taabani, maisha magumu anayoyapitia ndani ya nyumba na hawezi kwenda kwa babake, na ya mama naye ameleta fujo. Akiangalia ni zile dhiki, balaa anazozipitia, mwisho subhanallah inampelekea huyu mtoto anaona fadhali nikavute bangi nikatulize nini? Katuliza akili. Mwenye anakuambia acha nikapige maji nitoe loki, kumbe ndio fanya nini? Ndio janga. Ona wallahi watoto wengi hapo kama tunaona wanazunguka katika mitaa kama machokora, wallahi wengi wao si mayatima. Wengi wao ni watu ambao kwamba wazazi wao walifanya nini? Waliachana. Wengi sana wanapita katika maisha ya taabu sana. Na subhanallah, bali katika madhara makubwa talaka, wanawake wengi wanaojuza, wengi ni wale ambao kwamba wanafanya nini? Walioachwa. Wengi sana. Hatuseme 100 ni wao, lakini wengi, tuseme 99 tunaweza tukasema ni wale wanawake ambao kwamba waliolewa kafanya nini? Wakaacha, wamechanganyikiwa. Mtu anakuambia mimi nina watoto, nataka kulipa nyumba, mimi nataka kufanya hivi, nitatoa wapi? Nilikuwa na mtu akiniangalia, sasa hayuko tena, nitafanya nini? Amechanganyikiwa, wajua afanya nini sasa? Bali una wengine utawakuta kwa sababu ya talaka, hawa miguu yao haikauki maji kwenda kwa nani? Kwa waganga. Anafanya na juu chini, atarudi huyu mume kwa namna yoyote. Kama ardhi itaenda juu, mbingu itateremka chini, lakini mume atafanya nini? Atarudi. Na atakwenda mwisho kwisha imeshindikana, mume hakurudi, na wewe umeingia katika mashiriki na ahlu majara. Tumeelewana ndugu zangu Waislamu? Ni sisi ni utaliona ni neno dogo sana, nimekuacha, lakini hebu angalia yale madhara ya nyuma yake ambayo kwamba yatakayofuatia kwa sababu ya neno dogo la kusema nimekuacha. Kwa hivyo ni mimi na wewe kama kama wanaume tujaribuni, kama tulivyosema mara hapo mwanzo kwamba Allah ametujalia sisi ama ametujalia talaka iko katika mikononi mwetu, ili kusudi ametuona sisi ni watu ambao kwamba ni akuya, ni watu tunaweza tukapambana na mambo mijabali ya bini mambo. Basi kwa hivyo ikiwa ni mambo vidogo vidogo, vumilia. Na wallahi wale walioacha wanajua vile hali ambayo kwamba watoto wao wanapopitia, wanajua yale maisha ambayo kwamba wao wenyewe wanayopitia, wanaona hali yani ningelikuwa na mke wangu hapa, ningelikuwa na mume wangu hapa, ningelikuwa na familia yangu hapa. Lakini kwa sababu ya talaka ndio mambo mengi mabaya ambapo kwamba yanafanya nini? Yanapatikana. Allah tuhifadhi ndimi zetu inshallah taala, tusiwe ni wapesi wa kuzungumza nimekuacha, bali Mwenyezi Mungu Tabaraka Taala suluhishe majumba yetu, tuweze kukaa vile ambavyo kwamba anapopenda Allah Tabaraka wa Taala. Na wale walioachana, Mwenyezi Mungu Tabaraka Taala alainishe mioyo yao waweze kurudiana. Mwenyezi Mungu atuhifadhi, atupeke fi dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.